Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo napenda tukumbushane, tutiane moyo kwa ajili ya kazi njema ambayo Yesu amekuja kwetu. Haleluya. Siku ya kuzaliwa Yesu ilikuwa ni ajabu. Katika siku hii Mungu aliwatokea watu mbalimbali, lakini wale ambao walidhani kwamba wanamjua Mungu kule Yerusalemu hakujua nini kinatokea. Mungu aliwatokea wachungaji. Haleluya. Biblia inaniambia kwamba wachungaji walikuwa makondeni wakichunga mifugo yao. Ni watu wa kawaida, ni watu wasio na heshima katika jamii. Huko kwenye makonde, sio katika mji mkubwa au mahali pa heshima, lakini huko makondeni, huko Mungu aliotokea. Walipokuwa wanaendelea kuchunga mifugo yao, ghafla uvumi ukaja, wingi wa malaika kutoka mbinguni ukawatokea. Anasema pakang'aa pote, pande zote, utukufu wa Mungu ukawashukia wale watu wa kawaida. Hatuambii walikuwa wakoje, lakini naamini walikuwa wanamjua Mungu kwa namna fulani. Huko Mungu akajidhihirisha kwao. Haleluya. Akajidhihirisha kwa watu wa kawaida, watu ambao ungewahesabu ukisema kwamba labda angeenda kwa makuhani kule Yerusalemu au kwa waandishi kule Yerusalemu, wale ambao wanajua habari za Yesu kwa uhakika, kwa sababu maandiko yanasema. Lakini akaja kwa watu hawa wanaochunga mbuzi, kondoo na ng'ombe. Aenda huko. Biblia inaniambia kwamba akasema, tazama na waletea habari njema itakayokuwa ya furaha kwa watu wote, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa mtoto. Haleluya. Amezaliwa mwana. Maana leo katika mji wa Daudi, haleluya, mji wa Daudi Bethlehem, wanazungumza hivi, wanasema amezaliwa, wanakuja kutangaza. Haleluya. Hawa wachungaji hawa kwa hiyo malaika walishuka pale. Anasema utukufu wa Mungu kajaa pale wakati Yesu anazaliwa. Biblia inasema kwamba wakaimba wimbo. Wakaimba wimbo gani? Anasemaje? Wanasema kwamba atukuzwe. Haleluya. Wakaimba wimbo wanasema kwamba atukuzwe juu mbinguni. Haleluya. Yaani wakati anazaliwa hawa malaika wanamsifu Mungu mbele ya hawa watu ambao ni wa kawaida. Anasema kwamba atukuzwe juu mbinguni na duniani iwe amani. Haleluya. Kwa wale ambao amewaridhia, yaani wale watu ambao wamefanya nini? Amewapa upendeleo. Wale ambao Mungu amefanya nini? Amewapa kibali. Wale ambao Mungu amefanya nini? Amefungua milango. Anasema na iwe amani kwao. Kwa hiyo wale ambao amewaridhia ni wale ambao wamefunuliwa siri yake. Hao ndio watu ambao anaridhiwa. Kuridhiwa ni maana kujulishwa, kufahamishwa, kujulishwa, lakini kupata upendeleo wa Mungu. Anasema kwamba atukuzwe juu mbinguni na duniani iwe amani kwa wale, haleluya, aliowaridhia. Nataka kusema hivi, Mungu mara nyingi anajifunua kwa watu wa kawaida. Hawa wachungaji ndio walianza kushuhudia, wakapata habari juu ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo wakiwa kwa makondeni. Watu wa kawaida wana makoti ambayo ya ngozi ambayo labda hajafuliwa, wana harufu ya mifugo, lakini Mungu akaja kwao. Nadhani kwamba Mungu amekuridhia hata wewe. Alijifunua kwako. Tumeimba wimbo wangu, Yesu aliponiita njoo, akasema furaha iko kwangu. Yesu alipokuja kwako amebadilisha maisha. Ulikuwa sio mtu wa maana, ulikuwa sio mtu chochote, lakini Mungu ameamua kujifunua kwao.
Ndio maana habari za Yesu zinaitwa ni habari za amani kwa wote aliowaridhia. Wale waliowaridhia ni wale ambao mioyo yao imefunguka. Haleluya! Haijalishi kwamba ulikuwa mpagani, haijalishi kwamba ulikuwa na dini gani, lakini Mungu amekuridhia ili upate amani ya Mungu. Amani ya Mungu ambayo inapatikana kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo wale wachungaji wakaimba, haleluya, unaweza kuimba pamoja na mimi, wakasema atukuzwe juu mbinguni. Kuja kwa Yesu Kristo ilikuwa ni sifa. Makundi ya malaika yakaja kushuhudia matendo ya Mungu ambayo Mungu amefanya. Kuzaliwa kwake kulikuwa kwa ajabu. Haleluya. Ilikuwa ni tarehe hizo ambazo Augusto alikuwa ametangaza kwamba watu wa kila wote ambao ni Wayahudi warudi kwao wakaandikishwe. Ilikuwa ni wakati wa sensa. Haleluya. Sensa, watu walikuwa anataka kuhesabu watu wake. Kwa hiyo kila mtu alirudi kwao ambako alizaliwa. Haleluya. Na hawa Yusufu na Mariamu walikuwa ukoo wa kifalme wa Daudi. Haleluya. Walitokana na ukoo huu wa Daudi. Haleluya. Kwa hiyo huko kwa Daudi ambako ni mji wa Bethlehem, kama ungepata kusoma katika Biblia, ni kule ambapo Yese alitoka hupo. Kwa hiyo Bethlehem ni unaitwa mji wa Daudi. Daudi ambaye unatokana na uzao wa Yesu. Yesu ni unatoka uzao wa Daudi. Kwa hiyo wakaenda kuhesabiwa kule. Ilikuwa ndoa changa, walikuwa vijana tu. Na Yesu akazaliwa. Hatuambii kwamba alizaliwa mahali pa heshima, lakini tunaambiwa kwamba walikosa nyumba ya wageni. Kokote walikokwenda walikosa mahali ambapo wangefanya nini? Wangeenda kulala, mahali ambapo pangekuwa mahali pa heshima fulani au gesi nzuri. Lakini nyumba zote, kwa sababu watu wote katika mji ule, kila mtu alikuwa anaenda katika, watu wa Nazareti walikuwa wanaenda, watu wa huko wanaenda kule ambako wamezaliwa kwenda kuhesabiwa. Walipo maana kwao hasa Nazareti ambapo Yusufu na Mariamu walikuwa naishi, lakini walirudi Bethlehem. Na tunaposoma juu ya Bethlehem, manabii walizungumza kwamba mtu mkuu sana atazaliwa ambaye atakuwa mkombozi wa ulimwengu. Tunasoma hivyo, manabii walizungumza miaka ya nyuma. Kwa hiyo Yesu anarudi, wanakuja hapa hao wazazi. Yesu akazaliwa mahali pa aibu, mahali pa kulia ng'ombe. Kwa hiyo wale wachungaji waliposikia habari hizi, waliongozwa na Roho Mtakatifu, wakaenda kwenda kumwabudu na kumtukuza Yesu. Nitaka nianze kwa hapo. Kwa nini nimezungumza hapo? Tendo la kuzaliwa kwa Yesu. Nimezungumza upande mmoja tu. Sijazungumza kuhusu mamajusi. Sijazungumza na watu wengine ambao wametoka mbali kuja kushuhudia habari hizi. Nimezungumza juu ya hawa wachungaji wakaja kushuhudia. Ni tendo la kuja kwa Yesu, ndio tendo kubwa kabisa katika historia ya mwanadamu. Naomba ufungue katika Biblia yako katika Mwanzo 3 mstari wa 15. Mwanzo 3 mstari wa 15. Moja asome mwenye maiki. Mwanzo 3:15 imeandikwa, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Amen. Rudia tena. Mstari wa 15, Mwanzo 3. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Mstari huu ni mstari wa kinabii. Unazungumza vitu viwili. Baada ya anguko la Adam, baada ya Adam kumwasi Mungu,
sababu Mungu kwa kusudi, Adamu wa kwanza aliumbwa ili aweze kutimiliza makusudi yote na mapenzi yote ya Mungu. Uumbaji wa Adamu anaitwa mwana wa Mungu wa kwanza. Haleluya. Ni kweli Mungu aliumba malaika, aliumba viumbe vingi, lakini alipoumba mtu, alimuumba, Biblia inasema kwamba alimuumba mtu kwa sura na mfano wake. Kusudi la Mungu kumuumba Adamu na kumleta Adamu pamoja na uzao wake, alitaka kwa wanapoendelea kuishi. Maana tunaambiwa katika Mwanzo 1:26 na 28 kwamba akawaumba ili wakatawale na kumiliki uumbaji wa Mungu. Haleluya. Kusudi la Mungu kuumba Adamu ilikuwa yeye pamoja na uzao wake wakaongezeke, wakatawale na kumiliki, wawe na utawala, wawe na mamlaka. Adamu kabla hajaanguka alikuwa anaweza kuzungumza na Mungu kila wakati, kwa sababu kulikuwa na uhusiano na ushirika na Mungu. Na pale bustanini kila siku katika jua la kupunga, Adamu alikuwa ana uhusiano. Eden palikuwa ni mahali pa furaha. Eden palikuwa ni mahali pa uhusiano wa karibu. Roho yake, Biblia inasema kwamba ilikuwa inamwadhimisha Mungu na kumshukuru Mungu, lakini alipewa mamlaka makubwa ya kutawala na kumiliki vitu vyote. Lakini tunaona baada ya kudanganywa, sitatumia muda Mungu kuzungumza hapo, baada ya kudanganywa na kuchukua mawazo ya nyoka ambaye ndio shetani mwenyewe, na kumwasi Mungu kwa njia ya kula tunda, Biblia inazungumza kuwa wakajikuta hawa utukufu wa Mungu haondoka. Adamu wa kwanza alikuwa amejaa utukufu mkubwa. Haleluya. Ndio maana tunapookoka tukijazwa Roho Mtakatifu, Mungu huwa anaturudishia ule utukufu. Hebu nikuonyeshe mtu ambaye alikuwa anampenda Mungu, aliyekuwa ameokoka, sasa ameasi. Utaanza kuona anawakimbia wapendwa, kwa sababu utukufu wa Mungu haupo ndani yake. Adamu wa kwanza alikuwa na ushirika na Mungu, alijaa utukufu, alijaa mamlaka, alijaa nguvu, alikuwa hana hatia, alikuwa na amani, alikuwa na furaha, alikuwa na mashangilio, alikuwa na ibada, alikuwa na afya, alikuwa mzima, hakuwa mgonjwa, hakuwa na aina yoyote ya udhaifu, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Na Biblia inasema kwamba huyo mwanadamu wa kwanza aliumbwa asife. Haleluya. Aweze kumiliki na kutawala milele na milele kwa kusudi la Mungu. Lakini hiyo nafasi akaipoteza kwa njia ya kumtii Mungu. Baada ya kukosa na kumkosea Mungu, Biblia inaniambia wakafukuzwa katika bustani. Lakini si hivyo tu, Mungu akatangaza adhabu. Haleluya. Akatangaza nini? Adhabu. Na adhabu ambayo Mungu alitangaza, nyoka akapewa adhabu yake. Adhabu yake anasema kwamba sasa utatembelea tumbo. Inaonekana nyoka wa kwanza si yuko na miguu, sielewi. Lakini Biblia inasema kwamba akaambiwa kwamba atatembelea na kula mavumbi. Atakuwa ni wa mavumbini tu na kutembea kwa kutembea kwa tumbo lake. Hawa akapewa adhabu kwamba tamaa yake itakuwa kwa mume wake, na zaidi ya hapo atazaa kwa utungu. Biblia ndivyo inavyozungumza adhabu mbili ambazo Mungu alimpa Hawa. Lakini Adamu akamwambia, wewe Adamu utakula kwa jasho. Haleluya. Kuanzia pale kulikuwa hakuna kidiru, kulikuwa hakuna mbigili, kulikuwa hakuna miba, hadi likalaaniwa kwa ajili yake. Kwa hiyo Adamu akawa anakula kwa jasho. Si hivyo tu, kwa hiyo maisha yake tangu wakati huyo wa mwanadamu tunakula kwa jasho. Wanaume mnaniambia sivyo au ndivyo? Ndivyo ilivyo. Haleluya. Lakini jambo la tatu la mwisho, adhabu kubwa ya nyoka.
tunaambiwa, ndio tumesoma mstari wa 15, 3:15. Hebu soma pale mstari wa 15. Anasema nini? 3:15 Biblia inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Anasema nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na kati ya uzao wako na uzao wake, na uzao wake. Huo utakuponda kichwa. Anasema huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Na wewe utakuponda kisigino. Kwa hiyo adhabu ya nyoka hapa, Mungu alikuwa anazungumza kwamba huko baadaye atazaliwa mtu kutoka kwenye uzao wa mwanamke ambaye ataleta ukombozi, ambaye atakayezaliwa huyo, Biblia inasema kwamba atakiponda kichwa cha nyoka. Haleluya! Ataponda mamlaka ya nyoka. Kwa hiyo tunaona hapa, baada ya anguko katika mlango huu wa 15, mstari wa 15, tunaona kwamba Mungu anaahidi kwamba atatokea mkombozi ambaye atakuja kumkomboa mwanadamu. Huyo mtu mkombozi huyo atatokana na uzao wa mwanamke. Huyo mkombozi atatokana na uzao wa mwanamke. Kwa hiyo ushindi, anaonyesha kwamba huyo mkombozi ataleta ushindi wa mwanadamu na Mungu juu ya shetani. Kwa hiyo tunaona kwamba siku zote kutakuwa na uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka ni mapepo, ni nguvu za giza, ni mamlaka ya kipepo, vitu vyote ambavyo vinatawala kinyume na mapenzi ya Mungu. Hebu soma waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Waraka wa kwanza Yohana 3:8. Yohana wa kwanza 3 mstari wa 8. Biblia inasema, atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi. Anasema kwa kusudi hili. Haleluya! Huyo anayetokana na uzao wa mwanamke, anasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu, haleluya, ambaye ni uzao wa mwanamke, anasema alidhihirishwa ili aweze kuzivunja kazi za ibilisi. Kwa Yesu alidhihirishwa ili aweze kuzivunja kazi za ibilisi. Baada ya anguko, mwanadamu alijaribu kumtafuta Mungu kwa njia mbalimbali, kwa sababu ndani ya mwanadamu kuna chumba ambacho kinataka kumwabudu Mungu. Unanipata? Ndani ya mtu kuna chumba fulani ambacho Mungu ameweka mahali ndani ya roho yako. Mahali hapo panataka kumwabudu Mungu na kutaka mambo ya kiroho. Ndio maana watu wa dini zote, hata kama huwa hawapati kitu, wanataka kuridhisha nafsi zao ili wamwabudu Mungu. Kwa hiyo baada ya anguko, watu walipotea, wakapenda giza kuliko nuru. Haleluya! Wakapenda giza kuliko nuru. Lakini Biblia inaniambia kwamba wana wa Israeli, Mungu aliwapa sheria na amri na kanuni. Si hivyo tu, aliwapa wao wanatengeneza madhabahu na kutoa dhabihu za wanyama ili angalau wafute ile dhambi ambayo ilikuwepo. Kwa hiyo wanapochukua wanyama na kuwachinja na damu zao zinapomwagika, kwa hiyo Mungu anawasamehe kwa kitambo. Kwa hiyo wanajitahidi kufuata sheria na kutaka Mungu awe sehemu katika maisha yao. Kwa hiyo wanaenda wanatoa sadaka kila mwaka baada ya mwaka. Kwa hiyo mifugo na makondoo na manyama na damu yalimwagwa
ili kuendelea kujenga uhusiano na Mungu. Kwa hiyo walikuwa na sheria, wanamtafuta Mungu, kwa sababu nimesema katika mwanadamu kuna chumba fulani cha ibada ambacho Mungu ameweka cha kumwabudu Mungu. Chumba hicho lazima kijazwe na Roho wa Mungu ambacho ni kweli. Haleluya. Kwa hiyo katika Agano la Kale tunaona watu Mungu aliwaelekeza namna ya kumwabudu, lakini kulikuwa lazima aje mkombozi ambaye atakamilisha kazi yote ili watu wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo wakawa wanamwabudu, wanamtafuta Mungu kwa njia ya vitu mbalimbali, kwa ibada na maibada marefu na sherehe mbalimbali za miaka baada ya miaka, sherehe za Pasaka, sherehe za mkate, sherehe mbalimbali ambazo zipo, ili zote hizi kuwa nasogeza angalau wa maabudu Mungu. Soma Galatia 4 mstari wa 4. Galatia 4 mstari wa 4. Galatia 4 mstari wa 4, Biblia inasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Anasema hata ulipotimia utimilifu wa nini? Wa wakati. Utimilifu wa wakati. Habari za huyu mkombozi ambaye atakiponda kichwa cha huyu joka zilitabiriwa. Nabii Isaya ametabiri kuanzia mlango wa 7 wa 9. Ametabiri kuhusu kuzaliwa kwake, na anaeleza kwamba atazaliwa namna gani. Anaeleza kazi zake huyu atakayeponda kichwa cha joka atakuweje. Katika mlango wa 11 anaeleza kwamba atakuwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Anaeleza sifa zake nyingi juu ya huyu atakayekuja. Anatabiri atakuweje, mlango wa 42, jinsi ambavyo atafanyaje huduma anaeleza. Lakini zaidi ya hayo anaeleza jinsi ambavyo atakufa na kuteswa, lakini baadaye atawaletea ukombozi wale wote wanamwamini. Kwa hiyo kitabu cha Isaya kinaeleza maelezo mengi yatakayotokea juu ya huyu Yesu. Kwa hiyo tumesoma hapa, anasema wakati ulipotimia utimilifu. Hebu sema utimilifu wa wakati. Wakati wa utimilifu wa wakati. Hebu soma utimilifu wa wakati. Hebu soma tena. Hata ulipowadia. Anasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati. Mungu alimtuma mwanawe. Anasema Mungu alimtuma mwanawe. Hebu nikueleze utimilifu wa wakati ni wakati gani? Neno linatumika katika utimilifu wa wakati kwa Kigiriki inaitwa kairos. Hebu sema kairos. Kairos ni wakati maalum ambao Mungu huwa anafanya jambo katika kipindi fulani. Haipungui, haiongezeki. Katika kipindi kile Mungu hutokea na kufanya jambo kubwa. Haleluya. Huo utimilifu wa wakati ulipotimia, kalenda za dunia zote zilibadilika. Ndio maana kalenda tunayotumia inaanza wakati Yesu anapozaliwa. Haleluya. Utimilifu wa wakati, kairos, ni wakati wa Mungu. Biblia inasema kwamba akamtuma mwanawe, akamleta mwanawe. Amezaliwa kwa nani? Amezaliwa kwa nani? Tumezungumza akazaliwa kwa nani? Umefuata nichukua nazungumza kule nyuma. Amezaliwa kwa nani? Kwa mwanamke. Haleluya. Anasema ulipotimia utimilifu wa wakati, Mungu akamleta mwanawe ambaye amezaliwa kwa mwanamke. Hiyo pointi ya msingi sana. Kwa hiyo pale nilipozungumza pale mwanzoni, nimezungumza kwamba kwa uzao wa mwanamke atamponda kichwa. Haleluya. Kwa hiyo akazaliwa kwa mwanamke, na tumeona pale amezaliwa kwa mwanamke.
ili aweze kuwakomboa wote waliokuwa chini ya sheria, ili kuweza kuwakomboa wote waliokuwa chini ya laana, ili kuweza kuwakomboa wote waliokosa matumaini. Na wakati ulipotimia, huo ndio wakati ambapo uliotabiriwa unatimia. Twende katika Mathayo 1:21-23. Mathayo 1:21 hadi 23. Biblia inasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Unasikia? Hapa malaika anawaambia, anasemaje? Nani? Soma pale. Mstari wa 23. 23. Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo hapa tunasoma malaika anamwambia Yusufu, anamwambia huyu Mariamu atazaa mwana, naye ataitwa nani? Jina lake Yesu. Kwa hiyo tangu kuzaliwa alipewa jina Yesu, na kazi yake tumeambiwa ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Watu wote waliofungwa na nguvu za giza, wale waliokuwa wamefungwa na mapepo, wale waliokuwa wamefungwa na laana, wale waliofungwa na vifungo vyote, yuko Yesu anasema kwamba atamzaa mwana, naye jina lake atafanya nini? Ataitwa Yesu. Na kazi ya huyo Yesu ndiye atakayewakomboa watu na nini? Na dhambi zao. Kwa Yesu kuzaliwa kwake, kama nilivyozungumza hapa, kwa nini azaliwe mwanadamu? Tutakwenda kujibu. Kwa nini azaliwe mwanadamu ndiye alete ukombozi? Kwa nini aje kwa mfano wetu ili aweze kutukomboa? Mungu kama angemleta malaika, tuseme labda amlete malaika Gabrieli au malaika Mikaeli alete ukombozi, isingewezekana. Kwa nini? Sio asili yetu. Sema sio asili yetu. Sio asili yetu. Kwa hiyo ilibidi aje yule ambaye ni Mungu kweli, lakini au azaliwe kwa mwanamke. Haleluya! Ambaye anatufahamu, ambaye anajua udhaifu wetu, ambaye anajua kushindwa kwetu, ambaye anajua maumivu yetu, ambaye anajua kilio chako, ambaye anajua huzuni zako, azaliwe, aje ndani ya tumbo la Maria. Haleluya! Yeye ambaye huko mwanzo alikuwa Mungu, alikuwa pamoja na Mungu, akaja kwetu kujiidentify, kujitambulisha sawa sawa na sisi. Akatoka mbinguni, akatwaa uzao wa mwanamke, aje kwetu kwa sababu ajue kabisa hali unayopitia, ajue kabisa taabu unazopitia, ajue kabisa majaribu unayopitia. Akazaliwa kwetu, akazaliwa kwa Bikira Maria. Tena imeandikwa bikira. Kuna Biblia nyingine zimebadili, inasema msichana mmoja kutoka Nazareti. Hapana,
ni bikira, alikuwa hajawahi kuwa na mwanamume. Haleluya! Ndio maana Yusufu alipata mashaka juu ya mtu huyu, anasema anataka kulazimishwa kuoa mtu ana mimba, lakini akaonywa kwamba ujauzito huu sio wa nani, sio wa mtu, ni kutoka kwa Baba. Hiyo ndio muujiza mkubwa tunapozungumza juu ya Mungu kufanyika mwili kuja kwetu. Ndio habari kubwa kabisa ambayo katika Biblia inazungumzwa kwamba Mungu akajifanya hana kitu, akaja kwetu, akazaliwa kwa Bikira Maria, ajilinganishe na wewe katika mambo yote, awe kama wewe. Huyo anajua, anaweza kukuchukulia katika shida zako, katika matatizo yako, anafahamu jinsi unavyowaza. Wakati mwingine anajua huna chakula, wakati mwingine anajua unapitia mambo mengi, huwa anafahamu. Ndio maana ni rahisi kumuomba, ni rahisi kumweleza, kwa sababu anakufahamu. Malaika, ukoo wa malaika haukujui, haufahamu. Tuwa pamoja. Ukoo wa malaika hauna damu na nyama kama sisi. Tuwa pamoja. Ukoo wa malaika ni ukoo mwingine kabisa. Lakini sisi, kwa sababu wanadamu, Biblia inasema ndio tutakaotawala, sisi ndio tutakaomiliki, sisi ndio wana wa Mungu, na tunaambiwa tunafanyika watoto wa Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo siri ya kuja kwa Yesu na kuzaliwa kwa Bikira Maria ni siri kubwa sana, ambayo tukijua vizuri tuta appreciate, tutafurahia kwamba Mungu alikuja kushiriki nasi ubinadamu. Unasikia? Mungu alikuja kushiriki nasi ubinadamu ili kwa njia hiyo hiyo aweze kuwa mkombozi wetu, aweze kuwa mwokozi wetu, kwa sababu anajua yale yote tunayopitia. Ndio maana tumesoma hapa, Biblia inasema kwamba ulipotimia utimilifu wa nyakati akazaliwa. Na tumesoma ule mstari, atazaliwa, anasema mwana wa kiume. Haleluya! Anasema ataitwa jina lake Immanueli. Hapa katika milango hiyo tumeangalia majina mawili. Jina moja tumeambiwa ataitwa Yesu. Haleluya! Jina la pili tumeambiwa jina lingine ataitwa Immanueli. Ni unabii wa Isaya. Anasema tazama bikira, hebu soma pale mstari wa 23. Tazama bikira atachukua mimba. Tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana. Nao watamwita jina lake Immanueli. Yaani Mungu pamoja nasi. Anasema ni Mungu pamoja nasi. Immanueli ni Mungu pamoja nasi. Haleluya. Ameacha uungu. Haleluya. Kwa hiyo tunapompokea, tunapomwamini, anafanyika Immanueli ndani yako. Amefanyika Immanueli ndani yangu. Ina maana kwamba ni Mungu pamoja nasi, si Mungu aliye mbali. Jina Immanueli ndio maana yake yuko katikati yako. Haleluya. Tangu siku ile ulipomwamini ukamkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, amefanyika kwa Immanueli. Ni Mungu pamoja na wewe. Haleluya. Hayuko mbali. Hebu sema hayuko mbali. Hayuko mbali, yuko karibu, yuko pamoja na wewe. Unapolala, unapopita, ni Mungu Immanueli. Haleluya. Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi maana yake nini? He is always present. Kila siku yupo, ni Immanueli. Huhitaji kupiga kelele kwenda mbali mwambie Mungu Immanueli, wewe niliyekuamini umesema uko pamoja na mimi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Yohana 1:14. Yohana 1:14. Yohana 1:14. Biblia inasema naye neno alifanyika mwili. Anasema naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee. Atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Unaona maneno yanavyounganika. Anasema naye nini? Naye neno akafanya nini? Akakaa kwetu. Akafanyika nini? Neno alifanyika mwili. Anasema naye neno alifanyika mwili.
akakaa kwetu. Akafanyika, umeona kulitamazwa, anaitwa Emmanuel. Haleluya. Na hapa anasema kwamba akakaa kwetu, akafanyika mwili. Alifanyikeje mwili? Huyu neno ambaye ndiye Yesu Kristo. Haleluya. Akafanyika, yule neno akafanyika nini? Soma pale. Naye neno alifanyika mwili. Akafanyika mwili. Akakaa kwetu. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee. Walipokuwa walimuona ana utukufu kama wa mwana pekee. Atokaye kwa nani? Atokaye kwa Baba. Amefanya nini? Amejaa neema. Amejaa neema na kweli. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tumeona pale akazaliwa kwa Bikira Maria, akakua. Alipofika miaka 33, Biblia inasema kwamba watu wakaanza kuliona neno la Mungu. Haleluya. Katika ile miaka, baada ya miaka 33 walipoanza huduma, watu ndipo wakaanza kuona neno la Mungu. Haleluya. Yeye anasema aliyefanyika mwili, alizaliwa kwa Bikira, alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Watu waliomuona Yesu, watu waliomsikiliza Yesu, walikuwa wanasikia kama wanamsikia Mungu mwenyewe. Haleluya. Neno lake lilikuwa la uzima. Neno lake lilikuwa linafungua. Biblia inasema kwamba alifanyika mwili, akakaa kwetu. Akina Yohana walimuona, akina Petro walimuona. Haleluya. Na watu wote walimuona akipita katika vijiji na miji. Yeye ambaye amefanyika mwili kwa ajili ya upatanisho wetu, ili tuweze kupatana na kwa Baba. Na wote waliosikia na wote waliomwendea, hakuna mgonjwa aliyemfikia hakupona. Hakuweko mwenye dhambi aliyetubu hakusamehewa, kwa sababu alifanyika mwili akakaa kwetu. Alikuwa amejaa neema na utukufu. Lakini kumbuka mstari anasema kwamba alizaliwa uzao wa mwanamke. Kwa hiyo alipokuwa hapa duniani akaziharibu kazi zote za Ibilisi. Akaharibu kazi zote za Ibilisi. Akazivunja kazi zote za Ibilisi. Kwa njia ya Yesu Kristo, sisi sote tumefanywa watoto wa Mungu. Huko nyuma walikuwa wanaitwa watu wa Mungu, lakini baada ya Yesu kuja, sisi sote tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Haleluya. Tumefanyika watoto wa Mungu. Tumesoma hivyo katika kitabu cha Galatia, ili tupate haki ya kuitwa watoto wa Mungu. Kama ilivyo Yesu ni mwana wa pekee wa Mungu na ni mwana wa Mungu, na sisi, haleluya, na sisi tunapata nafasi hiyo hiyo. Kwa sababu Biblia inasema kwamba sisi ni warithi pamoja na Kristo. Ina maana kama Mungu yuko hapa, na sisi watoto wake tuko hapa, kwa sababu Yesu ambaye ni aliyefanyika mwili kwa ajili yetu yuko upande huu, na sisi ni watoto wake. Kwa hiyo ndio maana tunapoomba huwa tunaomba Baba uliye mbinguni, kwa sababu Mungu ni baba yetu. Anasema kwamba akafanyika mwili, nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Na sasa sisi tunaomwamini, kwa njia yake tumefanyika watoto wake. Kwa hiyo tunapoomba tusio na wasiwasi. Hebu tumwendee kama tulivyo. Anatufahamu kama tulivyo, kwa sababu tumempokea yeye. Ametufanya watoto wake. Hilo ndio jambo kubwa ambalo tunakumbushana katika Krismasi hii. Yesu alimshinda shetani wakati wa kuzaliwa kwake. Herode alitaka kumwangamiza, alishindwa. Yesu alimshinda shetani katika maisha na huduma yake. Kokote alikokwenda alitenda kazi njema. Wakati wa huduma yake na maisha yake, katika miaka ile 3, alihubiri, akifundisha, akiwakomboa watu na dhambi zao. Yesu alimshinda na kumponda kichwa nyoka siku ile aliposulubiwa msalabani, na aliposema imekwisha, na damu yake ilipomwagika, damu yake inatutakasa na kutufungua
na kutuweka huru. Kupitia kifo chake mauti imeshindwa, kwa sababu Yesu yu hai, amefufuka, yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo kifo chake, mateso yake na ufufuo wake wa ushindi unatupa matumaini kwamba hata sisi tutafufuka na tutarithi pamoja naye. Haleluya. Kwa kumalizia, tusome katika Ibrania 2. Tumalizie sasa pale Ibrania 2 mlango wa pili mstari wa 14 na 18. Soma pale Ibrania 2 mstari wa 14 hadi 18. Biblia inasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Anasema basi kwa kuwa watoto ambao ndio sisi wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwaa asili ya mzao wa Ibrahim. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote. Hivyo ilimpaswa kufananishwa na ndugu zake ambao na sisi katika nini? Mambo yote. Katika mambo yote. Apate kuwa kuhani mkuu. Apate kuwa kuhani mkuu. Mwenye rehema. Mwenye rehema. Mwaminifu. Mwaminifu. Katika mambo ya Mungu. Katika mambo ya Mungu. Ili afanye suluhu. Afanye suluhu. Kwa dhambi za watu wake. Afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa, alijaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Haleluya. Aweza kuwasaidia wote wanafanya nini? Umeona huyu mwandishi wa kitabu cha Ibrania amesummarize. Ameanza pale. Amesema yeye ameanza pale, anasema kwamba anasema kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Unasikia? Yeye naye alifanya nini? Vivyo hivyo alishiriki hayo. Tunapozungumza kuhusu kuzaliwa kwa Yesu na umana wake, ina maana sasa Yesu alishiriki hayo kama tulivyoshiriki sisi, damu na mwili na nyama, kwa njia ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Na tumesoma kwamba kwa mzao wa mwanamke ataponda kichwa cha shetani. Kwa hiyo yeye huyu aliyeshiriki hayo huwa anajua yale unayopitia, kwa sababu ameshiriki, anayajua. Kuna mambo fulani ambayo huwezi kumwambia mtu. Huyu Emmanuel ambaye yuko pamoja na sisi anajua unapitia nini. Anafahamu huzuni zako. Anafahamu umekata tamaa. Haleluya. Anafahamu huelewi kesho itakuweje. Haleluya. Wakati mwingine umeamka huelewi itakuweje, lakini yeye anafahamu. Haleluya. Anajua kwa uhakika, kwa sababu tumeambiwa hapa hatwai asili ya malaika. Tupo pamoja. Anatoa asili yako ulio nayo wewe. Haleluya. Ila yeye ni Emmanuel, ni Mungu mwenye nguvu, ni mwenye uweza, ni Mungu anayetenda mambo makuu. Haleluya. Kwa hiyo hapa tunaambiwa, anasema kwamba kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Ndio maana tumeambiwa alifanya nini? Ataponda kisigino, aharibu kazi ya Ibilisi. Haleluya. Na tunaambiwa pale, anasema kwamba awaache huru wale ambao kwa maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwaa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpaswa kufananishwa na ndugu zake
katika mambo yote. Hebu sema amenifananishwa na mimi. Haleluya. Kwa damu na nyama. Haleluya. Kwa hiyo amekuwa identified like you. Anakufahamu. Hebu sema ananijua sana. Na tumeambiwa hapa afananishwe na wewe katika mambo yote. Haleluya. Anasema hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu. Yesu anapokuona ni kuhani wako. Haleluya. Biblia inasema ameketi mkono wa Mungu Baba. Kuhani huyu hawezi kuwa aina nyingine, ni yule anayejua deep thinking, ni yule anayejua huzuni zako, yule anayejua mambo makubwa ya ndani, anafahamu. Na tumesoma pale mwishoni, anasema na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wote wanafanya nini? Anaweza kukusaidia hata wewe. Hebu toka na neno hili katika Christmas hii kwamba yeye alifananishwa na mimi katika hali zote. Haleluya. Toka na neno hili kwamba amefananishwa na kila kitu nilicho nacho. Hakuna kitu kigeni ambacho hajui. Na kama anajua basi anaweza kukusaidia. Ndio maana tunapoingia katika maombi tuna ujasiri mkubwa mno, kwa sababu ametuambia kwamba sisi tumefanywa kuwa warithi, tumefanyika kuwa watoto kwa sababu ya yeye alifanyika mwili kama sisi. Tunapoomba, haleluya, tunaye mkuhani mkuu, haleluya, ambaye anajua, anatufahamu vizuri zaidi. Tunapolitafuta jina la Bwana, tunapodai jina la Bwana, kama tunadai uponyaji, kama tunadai kufunguliwa, kama tunadai amani, kama tunadai furaha, tunamwendea yeye. Anasema anatufahamu vizuri, ananijua sana kabisa. Ninapomwendea niende kwa ujasiri mwingi, niende kwa furaha, niende na moyo wa uchangamfu. Yeye ananijua, aweza kutusaidia, anaweza kusaidia. Kwa hiyo kama tulivyoanza pale mwanzo, tumeambiwa yeye, tumeambiwa kwamba kwa mzao wa mwanamke ambaye alichukua ubinadamu lakini ni Mungu kweli, ili aweze kutuokoa, ajitambulisha na sisi, na tumeshuhudia kuzaliwa kwake kwa ajabu. Kwa hiyo tunapozungumza wokovu, ni kitu kikubwa ambacho Mungu amefanya katika maisha yetu. Unaweza kusimama hapo ulipo. Naomba unyoshe mkono wako juu. Mwambie Baba, nakushukuru kwa kuleta Yesu Kristo ili ambaye alifanana na mimi katika mambo yote, alijaribiwa kama ninavyopita. Wakati mwingine alilia kwa huzuni. Ninakushukuru kwamba kule mbinguni ninaye mwakilishi ambaye ni kuhani mkuu, ambaye ananifahamu, ambaye ananijua, ananifahamu sana, anasimama kwa niaba yangu. Kwa hiyo ndio maana ninapoliitia jina lako, wewe unasikia, kwa sababu unanifahamu. Sina mashaka ninapokuomba, ninapokutafuta, ninapolitia jina lako, yuko mwakilishi wangu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ananifahamu, ambaye ananitambua. Nakushukuru kwa kuwa umenifanya mtoto wako. Ninasimama sasa nikiwa na uhakika, nikiwa na ujasiri, ninalo jina la Yesu Kristo ambalo hakuna nguvu, hakuna mamlaka, hakuna uweza kama nguvu za giza juu, chini, popote zinazoweza kusimama. Mimi kama mtoto wake nikilitamka, nakushukuru kwa kuwa Yesu Kristo umeitwa Immanueli, kwamba wewe ni Mungu pamoja na mimi. Kwa hiyo sihitaji kuwa na wasiwasi, sihitaji kuwa na woga, sihitaji kuwa na mashaka, sihitaji kukata tamaa, kwa sababu Yesu Kristo ni Immanueli, uko pamoja na mimi.
Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, kwa matendo makuu uliofanya na unaendelea kufanya makubwa kwa ajili ya kujua wewe. Ninakushukuru na kubariki katika jina Mungu kwa ajili ya matendo makuu. Nakushukuru, ninakuadhimisha, ninakupa sifa, ninakuadhimisha na kubariki kwa ajili ya kazi njema uliofanya. Ulifanyika mwili kwa ajili yangu ili nipate upatanisho na nipate kufanyika mtoto wako. Neno lako limetuambia kwamba katika utimilifu wa wakati, ulizaliwa kwa mwanamke, kwa njia ya sheria, ili sisi tufanye kuwa watoto wako. Baba, nakushukuru kwa ajili ya jioni leo. Ninakutukuza kwa upendo wako, nakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Bwana, asante kwa kuwa upo, asante kwa kuwa unatawala, asante kwa kuwa unamiliki, asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu, asante kwa kuwa wewe ni mkuu, wewe ni mwenye mamlaka yote. Nakushukuru, unastahili utukufu, unastahili heshima. Mungu, unatangaza asubuhi ya leo, unasema kwamba atukuzwe, na mimi asubuhi ya leo nakutukuza wewe, kama walivyosema malaika, atukuzwe juu mbinguni na duniani iweko amani. Ninaomba iwepo amani katika kanisa hili, naomba iwepo amani katika nyumba za watu. Kwa kuzaliwa kwako iweko furaha katika nyumba za watu, uweko kufunguliwa katika nyumba za watu, uweko utukufu katika nyumba za watu. Anasema tunakusifu pamoja, atukuzwe juu mbinguni na amani duniani kwa wote ambao wamepewa upendeleo. Na sisi tunakushukuru kwa ajili ya upendeleo huu, kwamba tumefanyika watoto wako, kwamba tumesamehewa, kwamba tumetakaswa, kwamba tumefanya watoto wako. Tunakushukuru. Tunakushukuru kwa upendeleo huu, upendeleo wa kukujua, upendeleo wa kujua mapenzi yako, upendeleo wa kufahamu kusudi la maisha yetu, kusudi la wokovu. Tunakushukuru. Umezaliwa ndani yetu. Haleluya. Na sisi tu watoto wako wa kiume na wa kike, na huo ndio ujasiri wa kukuja wewe na kukuendea wewe kwa furaha